Wahenga husema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Ndicho ambacho amekidhihirisha mlinzi wa kati wa klabu ya Young Africans Ibrahim Abdulrahman Baka mara baada ya kumpigia upatu mlinzi wa kati wa klabu ya Simba Rushaine De Reuck kwa kumsifu kwamba ni miongoni mwa walinzi bora kuwahi kuibariki ardhi ya Tanzania na ligi kuu ya NBC Premier League. Tunakwenda kuiangalia kauli hii, je, ina ukweli wowote ndani yake? Tunakwenda kuangazia takwimu na numbers za msimu huu kwa Rushaine De Reuck. Naitwa Leopold John, niko hapa na Paul Tembo, nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhani Mpuma. Paul Tembo amejiunga na klabu ya Simba kutokea kwenye klabu ya Masanda Wana kwa maana Rushaine De Reuck. Yes. Akiwa na klabu ya Simba takwimu zake zinamfeva kwa maana Ibrahim Baka kumjaji kwamba ni miongoni mwa walinzi bora. Cha kwanza utaangalia pia uwepo wa Rushaine De Reuck kwenye kikosi cha Simba. Anaiofa nini Simba kwenye maeneo ya ulinzi? Cha kwanza, Rushaine De Reuck ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa bora pia hata alipojiunga na kikosi cha Mamelodi Sundowns. Ni miongoni mwa mabeki ambao kwa misimu mitano hapo nyuma aliwahi kuchukua ubeki bora kwenye ligi ya Afrika Kusini. Kwa unamwangalia ni miongoni mwa wachezaji ambao huenda majeruhi yalimpoteza kwenye ramani ya kila ambacho yeye alikuwa anakitarajia au alikuwa anakitegemea kwenye maisha yake ya soka. Lakini kuwepo Simba kapata muda mwingi wa kucheza. Tunaona ubora wake kwenye kupiga tackle kwenye maeneo sahihi, maeneo ambayo wengi wanaamini mchezaji anaweza akafika, lakini Rushaine De Reuck amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao anaweza akafika kwa wakati na akafanya kile ambacho mabeki wengi watarajii. Kwanza kinachombeba Rushaine De Reuck, tuangalie kwenye upande wa kucheza mfumo ambao mabeki wengi wao wanashindwa kuutumia, yani kuchukua mpira bila kumuathiri mchezaji mwingine. Yani ni miongoni mwa wachezaji ambao kwanza hatengenezi faulo nyingi sana anapokuwa kwenye eneo lake la ulinzi. Lakini kitu kingine ambacho namsifia Rushaine De Reuck, ni miongoni mwa wachezaji ambao kwenye mfumo wa mwalimu Steven Becker, kwenye ile build up ya kuanzisha mpira kwa Djibril Kasali na Ismail Toure pamoja na yeye Rushaine De Reuck, ni miongoni mwa wachezaji ambao wao wanatengeneza pembe tatu iliyo bora sana. Kwa hiyo kusifiwa na Ibrahim Abdullah Baka sio jambo geni na ni miongoni mwa jambo zuri kwa sababu mtu anafanya kazi nzuri. Sawa, ukiachilia mbali kwenye upande wa kulinda, lakini pia ameonyesha kuwa sanaa nzuri hasa kwenye upande wa kufunga. Kwa maana mpaka hivi sasa nafikiri ameshaifungia Simba magoli zaidi ya 2 kwenye msimu huu. Kwenye hilo eneo pia tunaweza tukamzungumza kama ni miongoni mwa walinzi bora kama alivyozungumza Ibrahim Abdulrahman Baka. Na tutaenda kwa ubora wa mchezaji unabebwa na vitu vingi. Na alichokizungumza Baka kuna vitu ambavyo vingi huenda akawa anaviashiria. Ibrahim Abdullah Baka tulimzungumza bora kwa siku za hivi karibuni au kwa miaka hivi karibuni kwa sababu kwenye kikosi pia cha Yanga ni miongoni mwa wachezaji ambao kuna msimu Ibrahim Abdullah Baka alikuwa na goli nyingi kuliko mastreka wa Young Africans. Alikuwa na goli 4, washambuliaji walikuwa bado hapo nyuma kwa Ibrahim Abdullah. Kwa hiyo leo hii Rushaine De Reuck ni miongoni mwa wachezaji ambao mpaka sasa amefungia Simba mabao 3. Ukiangalia pia amewahi kufunga kwenye mechi muhimu. Amecheza mkwaju wa penalty kwenye mechi za hivi karibuni na alicheza penalty safi sana. Inaashiria ubora wake kwenye eneo la kushambulia lakini pia kwenye eneo la ulinzi. Kwa kwangu mimi naweza nikasema ya kwamba uwezo wa kufunga na uwezo wa kulinda, huu ndio unambeba mchezaji ya kwamba ni beki bora. Tumewaona kina Sergio Ramos kwenye kikosi cha Real Madrid, amekuwa ni miongoni mwa wachezaji ambao wakipanda kwenye kucheza kwenye mpira wa kona basi unakuwa na mashaka, unakuwa na mambo mawili. Kina Van Dijk. Kwa hiyo ili uwe bora unatakiwa uonyeshe namba zako kwa takwimu ambazo zinaweza zikawa zinakubeba. Aidha kwa kufunga, lakini pia unapopata nafasi ya kuzuia basi uzuie kwa ubora ambao unatakiwa. Sawa, ni mapema sana kwanza kulizungumza hili. Pengine ndio tutampatia ubeki bora wakati zile tuzo, ama bado ni mapema mno tusubiri kwamba tule mtoli ama tutazikuta chini? Binafsi naweza nikasema kwamba tukianza kumpa sifa moja kwa moja Rushaine De Reuck ya kwamba ni beki bora msimu huu, tunaenda kumpa pressure ya kufanya kile kilicho bora ndani ya uwanja. Lakini mpaka sasa hivi kiuhalisia ni miongoni mwa mabeki ambao tayari amefanya kazi nzuri kwenye kikosi cha Simba. Ukiangalia kwenye mechi mbalimbali alizocheza, ubora wake, lakini pia muda mwingi wa kucheza ndani ya uwanja. Hao mabeki wengine ambao wanamfuatia kwenye karia ya kwenda kuwania ubeki bora, mfano Ibrahim Abdullah Baka, Dickson Jobu, lakini pia Mendoza pamoja na wachezaji wengine. Mendoza siku za hivi karibuni ndio mchezaji wa kwanza kupata kadi nyekundu kwenye kikosi cha Azam kama unakumbuka. Lakini pia Ibrahim Abdullah Baka alipitia adhabu, lakini pia hapo msimu huu tena amepata injury karibia wiki 2. Dickson Jobu naye ana injury. Kwa hiyo hawa mabeki wote ambao wanamzunguka Rushaine De Reuck katika kuwania tuzo ya ubeki bora ni miongoni mwa mabeki ambao tayari kuna namna
wameanza kukosa nafasi na muda mwingi sana wa kutumikia vikosi ambavyo wanacheza. Lakini Rushaine De Reuck mpaka sasa msimu mzima umeanza, amefanya kazi nzuri na mpaka sasa kuna vitu ambavyo anaonekana navyo. Huenda kama endapo kuna mambo yatatokea, basi huenda akawa ni beki bora kwa msimu wa NBC Premier League. Sasa Simba inaweza kuwa sehemu ya kumrejesha kwenye kikosi cha timu ya taifa kwa maana Bafana chini ya mwalimu Hugo Broos. Kwangu mimi naweza nikasema kwamba kwanza Rushaine De Reuck mpaka sasa alikuwa anastahili kucheza kwenye kikosi cha South Africa, kwa sababu Hugo Broos ni miongoni mwa makocha ambao, yani kwanza kikosi alichokiita mpaka sasa naweza nikasema kuna namna, naweza nikasema Rushaine De Reuck alikuwa anatakiwa ahusike kwenye hicho kikosi, kwa sababu kina Grant Kekana kwenye eneo la ulinzi, kina Mbokazi. Ukiangalia ni mabeki ambao ukiangalia kwa ubora Rushaine De Reuck bado alikuwa na uwezo wa kumudu kucheza kwenye hilo eneo. Kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema kwamba tuone, je, Hugo Broos ana matazamio gani? Kwa sababu tuna kocha anapoita wachezaji kwenye timu yake huwa anaangalia yeye kwamba mfumo wangu utamfavor nani kucheza kwenye nafasi gani. Kwa huenda Rushaine De Reuck akawa ni bora, lakini asihusike kwenye kosti ya timu ya taifa ya South Africa. Ni kitu gani ambacho binafsi yako unaona Rushaine De Reuck amewazidi mabeki wengi hasa kwenye ligi kuu ya NBC Premier League? Utulivu, lakini pia akili na maarifa alionayo Rushaine De Reuck. Kwanza sio mtu ambaye anatumia papara nyingi sana kwenye kwenda kupoka mpira kwa washambuliaji. Kwa hiyo kwangu mimi ni miongoni mwa wachezaji ambao pia hana mambo mengi sana kwenye upande pia wa kinizamu, na ndio maana kuna muda tunamuona anavaa tambara la ukapteni kwenye kikosi cha Simba. Japo kuna wachezaji wengi sana kwa kukuta kwenye kikosi cha Simba. Huwezi jua mchezaji ili awe kapteni kwenye kikosi cha timu kama Simba lazima kuna mambo mengi yanakubeba, ukongwe, lakini pia nidhamu. Kwa hiyo huenda Rushaine De Reuck ni miongoni mwa wachezaji ambao ana nidhamu kubwa sana anapokuwa nje ya uwanja, lakini pia anapokuwa ndani ya uwanja. Hicho ndio miongoni mwa kitu ambacho naweza nikasema anawazidi sana mabeki wa NBC Premier League. Sawa. Ifike muda mwalimu Hugo Broos kwa maana kocha mkuu wa timu ya taifa ya Afrika Kusini amjumuishe basi hata ile kwenye call up ya mwanzo kabla ya kuelekea kwenye mashindano ya World Cup huko nchini Marekani, ambako Afrika Kusini itakuwa ni moja kati ya timu shiriki. Huyo alikuwa ni Paul Tembo ambaye amekupa takwimu na uchambuzi uliotukuka juu ya mlinzi wa kati Rushaine De Reuck, lakini kauli ya Ibrahim Baka ilikuwa ina maana gani kwa kumpigia upatu mlinzi wa klabu ya Simba? Jina langu ni Leopard John, nilikuwa na Paul Tembo, nyuma ya kamera ni Yusuf Ramadhani Mpuma, na hii ni Anuari TV.